nahitaji tuombe. Nimeona maono usiku kwa tukia leo. Amen. Yeye maono amenisumbua sana. Amen. Hii ni kofuri ndogo, lakini nimeona kofuri kubwa yenye uzito ambao siwezi kubeba kwa mkono. Then niliona kofuri imefunguliwa kwa nyasi. Amen. Then nikaona mtu sikumtambua, ila baadaye nikasikia sauti. Kaona mtu amekaa kwenye meza, amekaa hivi. Amen, ameweka mkono usoni. Then nikaona kofuri kubwa imewekwa kinywani, inafungwa kofuri na inafungwa mdomoni. Ilipokuja kufungwa ukatupwa. Amen. Amen. Then kukatokea ukimya ambao ulikuwa ni ukimya, sikuelewa vizuri, ila ilikuwa ni ukimya. Amen. Baada ya ukimya ikawa machapisho mengi kila mahali, kelele nyingi kila mahali. Ikawa nashangaa maono hayo, na mimi nikaanza kushangaa kwa nini jambo hili. Ndipo sauti ikaja kwa sauti kubwa, kasikia sauti kama upepo inapiga masikioni mwangu. Kwenye maono nikaona nafikiri pendeza kufunga dirisha, pepo mkali sana kwenye masikio. Kujua maana ya kitu, lakini baba baadaye akasema nani kama parable, akaniambia hii maana yako iandike. Nikaiandika kwenye daftari, ninayo sintosema maana yake nini. Lakini tuombe. Amen. Tuombe. Amen. Baada ya hapo akaanza kunifundisha vitu vingi. Amen. Nikaona mwamba mkubwa sana. Ule mwamba ni jiwe. Ile jiwe linapasuka. Amen. Amen. Ni mwamba unapasuka. Watu wakitegemea mwamba utoe maji, lakini mwamba ukatoa damu. Na nikamuuliza Mungu, kwa nini mwamba unatoa damu? Nikaona rangi ya majani. Amen. Amen. Ile damu ikageuka kuwa rangi ya majani. Ilikuwa ni majani mengi yamesagika kama vile watu wasagavyo kisamvu. Kwa hiyo kama kisamvu cha majani, yale damu ikageuka kuwa kama hali ya kisamvu kilichokamuliwa. Kwa hiyo ikatoka kwa hali ya damu ikawa kisamvu. Nikaona ule mwamba umepasuka, kipande kiko huko, kiko kule. Mwana akaisha pale. Amen. Amen. Mungu akaniambia hayo maono yaandike. Amen. Mwamba mkubwa umepasuka. Amen. Watu wenye maji. Amen. Katikati ya kutoka maji, hayo maji yakageuka kuwa hali ya kijani. Kijani. Deni ule mwamba ukapasuka upande huu. Ndipo Mungu akasema iombe nchi yako. Amen. Iombe nchi yako. Iombe nchi yako. Wenye kusikia na akili wataelewa. Amen. Praise God. Amen. Wenye kusikia na akili wataelewa. Amen. Ule mwamba ni mkubwa. Amen. Unapigwa kutoa maji baada ya kutoka damu, na hiyo damu ikageuka ghafla kwa majani. Kama kisambi umekipanga, umetoa mchuzi wake, ile rangi ile imetapakaa. Kipande kiko huku kwenye ule mwamba, kipande kiko pale. Haya maono Mungu akanipa kwa ajili ya taifa, akasema hiyo benchi. Kwa hiyo naomba kanisa muombe nchi yenu. Amen. Sijui maana yake nini. Amen. Siwezi kusema. Mungu amenipa kama fumbo. Amen. Na hiyo fumbo nitawaeleza wakati unafika. Amen. Siku mtaelewa jambo hili, ndipo fumbo nitalifungua. Amen. Ninaomba kwa ajili ya Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba kwa ajili ya nchi yako. Ninaomba kwa ajili ya nchi yako.